Habari mama, karibu sana katika Dr. Rahbi Health Secrets. Leo tunazungumzia suala muhimu sana linalowakumba mama wengi. Mtoto wako alikuwa ananyonya vizuri, lakini ghafla amekataa ziwa. Usipaniki. Usifikirie mara moja kwamba mtoto ameamua kuacha kunyonya kabisa. Katika video hii nitakueleza kwa undani sababu zinazoweza kumfanya mtoto akatae kunyonya, hatua unazoweza kuchukua nyumbani, makosa usiyoyafanya na wakati gani unapaswa kumpeleka mtoto kwa mtaalamu wa afya haraka. Tafadhali sikiliza kwa makini hadi mwisho. Kwanza kabisa, ni muhimu uelewe tofauti kati ya mtoto kukataa ziwa kwa muda na mtoto kuachishwa kunyonya kabisa. Mtoto ambaye alikuwa ananyonya vizuri, halafu ghafla anaanza kulia, kugeuza kichwa au kukataa ziwa anapopelekewa, anaweza kuwa katika hali inayoitwa breastfeeding strike, yaani anakataa kunyonya kwa muda. Hii si sawa na kuacha kunyonya kabisa. Inaweza kutokea hata kwa mtoto ambaye alikuwa ananyonya vizuri sana. Kwa hiyo, usimlazimishe mtoto kwa nguvu, usimshike kwa nguvu na kulazimisha ziwa mdomoni mwake. Badala yake, mtulize kwanza. Sasa tuangalie sababu kuu zinazoweza kumfanya mtoto akatae ziwa. Sababu ya kwanza ni pua imeziba. Mtoto mdogo anapokuwa na mafua au pua imeziba, anapata shida kupumua wakati ananyonya, kwa sababu anahitaji kunyonya na kupumua kwa wakati mmoja. Kama pua yake imeziba, anaweza kuanza kunyonya kidogo, kisha anaacha, analia au anakataa kabisa. Sababu ya pili ni maumivu mdomoni. Mtoto anaweza kuwa na vidonda, thrush au maumivu mengine mdomoni. Kunyonya kunamuuma, kwa hiyo anakataa. Ukiona mtoto anaonekana kuumia anapojaribu kunyonya au unaona mabadiliko ndani ya mdomo wake, wasiliana na mtaalamu wa afya. Sababu ya tatu ni meno kuota. Kwa mtoto ambaye anaanza kipindi cha kuota meno, ufizi unaweza kuwa na maumivu au kuwasha. Hii inaweza kumfanya mtoto asitake kunyonya kwa muda, lakini usichukulie kila kukataa ziwa kuwa ni meno. Tafuta pia dalili nyingine. Sababu ya nne ni mabadiliko ya harufu au mazingira. Mtoto anaweza kuguswa na sabuni mpya, perfume, mabadiliko ya ratiba, mazingira yenye kelele, safari, au hata msongo wa mama. Mtoto anaweza kuwa distracted na kushindwa kutulia kwa ajili ya kunyonya. Sababu ya tano, mtoto amechoka au anaanza kupata chakula kingine. Kwa mtoto anayefikia umri wa kuanza vyakula vya ziada, mabadiliko yanaweza kuathiri unyonyaji. Lakini kumbuka, kwa mtoto aliye chini ya miezi 6, maziwa ya mama ndiyo chakula kikuu kinachopendekezwa, isipokuwa kama kuna sababu maalumu ya kitabibu. Sasa mama, ufanye nini mtoto akikataa ziwa? Jambo la kwanza, usimlazimishe. Usimshike mtoto kwa nguvu. Badala yake, mtulize kwanza. Mshike karibu na mwili wako, mzungumze naye kwa sauti ya upole, na jaribu tena baada ya muda. Jambo la pili, jaribu kumnyonyesha akiwa ametulia. Usisubiri mtoto afike kwenye hatua ya kulia sana kwa njaa. Mtoto akilia sana, anaweza kuwa mgumu zaidi kumtuliza. Jaribu wakati anaonyesha dalili za mwanzo za njaa, kama kugeuza kichwa kutafuta ziwa, kuweka mikono mdomoni, kufungua na kufunga mdomo, au kuonyesha kutotulia. Jambo la tatu, badilisha mkao. Wakati mwingine mtoto anaweza kuwa na maumivu sehemu fulani ya mwili au akawa hajisikii vizuri katika mkao fulani. Jaribu mkao mwingine wa kunyonyesha ambao ni salama. Jambo la nne, msaidie mtoto kama pua imeziba. Muone mtaalamu wa afya au mfamasia kwa ushauri unaofaa kulingana na umri wake. Usimpe mtoto dawa bila ushauri wa mtaalamu wa afya, hasa mtoto mchanga. Kama mama akiwa na maziwa mengi na mtoto anakataa kunyonya kwa muda, matiti yanaweza kujaa na kuuma. Katika hali hiyo, mama anaweza kukamua maziwa ili kusaidia kupunguza kujaa kwa matiti na pia kulinda uzalishaji wa maziwa. Kama mtoto hawezi kunyonya, zungumza na mtaalamu wa afya au mshauri wa unyonyeshaji kuhusu namna salama ya kumpa maziwa yaliyokamuliwa kulingana na umri na hali ya mtoto. Mama, usifanye makosa haya. Usimlazimishe kunyonya kwa nguvu. Usimpe dawa kiholela.
Usimpe maji au vyakula visivyofaa kwa umri wake kwa sababu tu amekataa ziwa. Usifikirie kwamba amekataa ziwa kwa sababu maziwa yako hayatoshi bila kutathmini hali yake, na usisubiri siku nyingi bila kutafuta msaada kama mtoto anakataa kunywa kabisa. Jinsi ya kujua kama mtoto anapata maziwa ya kutosha. Usipime hali kwa kuangalia tu muda ambao mtoto amekuwa kwenye ziwa. Angalia mtoto kwa ujumla. Anaonekana kuwa macho na mwenye nguvu, anakojoa kwa kawaida kulingana na umri wake, anaongezeka uzito vizuri, anaonyesha dalili za kawaida za kushiba baada ya kunyonya, anaendelea kunyonya mara kwa mara. Kwa mtoto mchanga, idadi ya nepi zenye mkojo na mwenendo wa uzito ni muhimu sana katika kutathmini kama anapata maziwa ya kutosha. Hapa ndipo unapaswa kuchukua hatua haraka. Mama, mtoto akikataa ziwa kwa muda mfupi, lakini anaendelea kunywa na anaonekana vizuri, unaweza kuendelea kumfuatilia kwa karibu. Lakini tafuta huduma ya afya haraka kama mtoto anakataa kabisa kunywa au kunyonya. Anaonekana mlegevu sana au ni vigumu kumwamsha. Ana dalili za upungufu wa maji mwilini kama kukojoa kidogo sana, anapumua kwa shida, ana homa hasa akiwa mtoto mchanga, anatapika mara kwa mara au hawezi kubakiza maziwa, au anaonekana kuwa mgonjwa sana. Kwa mtoto mchanga sana, usisubiri hali iwe mbaya kabla ya kupata ushauri wa kitaalam. Hitimisho, mama, mtoto wako akianza kukataa ziwa, usiogope na usimlazimishe. Jaribu kutafuta sababu. Je, pua imeziba? Je, anaonekana kuwa na maumivu mdomoni? Je, anaota meno? Je, kuna mabadiliko katika mazingira? Au kuna dalili nyingine za ugonjwa? Mshike kwa upole, mpe nafasi ya kutulia na jaribu tena. Lakini kama mtoto anakataa kabisa kunywa, anakojoa kidogo, anaonekana mlegevu, ana homa au ana dalili nyingine zinazotia wasiwasi, usitegemee ushauri wa mtandaoni pekee. Mpeleke kituo cha afya kwa uchunguzi. Ikiwa umejikuta katika hali hii sasa hivi, andika hapa chini umri wa mtoto, muda ambao amekataa kunyonya na dalili zozote anazo kama homa, mafua, kutapika au kuharisha. Tutasaidiana. Asante sana kwa kusikiliza. Hii ni Dr. Rabbi Health Secrets. Tujali afya ya mama na mtoto. Kabla ya kumaliza, ningependa kukukumbusha mambo muhimu. Mtoto kukataa ziwa kwa muda si jambo la kawaida tu. Ni ishara kwamba kuna kitu kinachohitaji uangalifu. Usijilaumu kama mama. Maziwa yako hayana tatizo kila wakati. Mara nyingi tatizo ni kwa mtoto, kama pua, meno au mazingira. Endelea kumpatia upendo, uvumilivu na nafasi. Na kumbuka, msaada wa kitaalam upo. Usiogope kuuliza. Kama una maswali yoyote baada ya video hii, andika kwenye maoni, tutajibu. Asante tena na Mungu akubariki wewe na mtoto wako. Dr. Rabbi Health Secrets.